Habari ya hapo ulipo, bila shaka mzima wa afya popote pale unapotufuatilia. Karibu katika wasaa wa SNC Focus ambapo tunaangazia matukio yaliyojiri katika juma zima hapa katika jimbo la South Nyanza Conference. Mimi naitwa Hussein Karia. Karibu. Kwanza ni matukio yanayofanya vichwa vya habari juma hili. Uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini umeendelea na ziara ya kutembelea mitaa mbalimbali ya kanisa la Waadventista wa Sabato jimboni humo, ambapo awamu hii ilikuwa ni mtaa wa Misungwi. South Nyanza Conference imeendelea kupanga mikakati ikiwa ni hatua ya kufanikisha ujenzi wa ofisi za makao makuu ya jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato. Na katika kubadili taswira, ujenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Buzuruga jijini Mwanza unaendelea, huku wadau mbalimbali wakitakiwa kuendelea kutoa sadaka za hiari ili kufanikisha ujenzi huo. Na sasa mtazamaji wa SNC Focus, karibu tuungane kuangazia matukio yaliyojiri jimboni hapa kwa juma zima. Kumbuka waweza kutufuatilia katika kurasa zetu mbalimbali za Facebook, YouTube, Instagram na TikTok. Uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini umeendelea na ziara ya kutembelea mitaa mbalimbali ya kanisa la Waadventista wa Sabato jimboni humo, ambapo awamu hii ilikuwa ni mtaa wa Misungwi. Ziara hiyo imehusisha maofisa wote wa jimbo hilo na baadhi ya wakurugenzi, ambapo pamoja na mambo mengine, mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini Mchungaji Musa Nzumbe amepata fursa ya kutembelea mradi wa nyumba ya mhitaji unaotekelezwa na idara ya vijana jimboni humo, akiwa ameambatana na mchungaji wa mtaa wa Misungwi na kiongozi wa vijana wa kanda hiyo kama wanavyobainisha. Tunamshukuru Mungu tumefika hapa katika eneo ambalo idara ya vijana imefanya matendo ya huruma kwa kujenga nyumba ya mhitaji. Nyumba hii bado haijakamilika, inahitaji kukamilishwa kwa maeneo machache, lakini wameshajenga, walinunua uwanja wakajenga, wameweka grili, wameezeka, na sasa shughuli zimebaki chache za kukarabati, kukamilisha, kuweka hizo madirisha vizuri, lakini pia kumalizia humo ndani ili pafae. Ninawapongeza sana idara ya vijana wote katika South Nyanza Conference kwa kazi kubwa ambayo wamefanya kwa ajili ya huyu mhitaji, na ninatoa wito kwa ajili ya machache yaliyobakia, michango ambayo imebakia, ili tuweze kukamilisha na jengo hili liweze kukabidhiwa. Kwa kufanya hivyo tunamsaidia huyu mhitaji ambaye ana watoto ambao wana changamoto, wana mahitaji maalum. Ninaomba kila mmoja alichukue jambo hili kwa ubora wake, ili tuweze kukamilisha nyumba hii iweze kukabidhiwa na iende kama sehemu ya uinjilisti kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nampongeza sana mchungaji Kisiri, mkurugenzi wetu wa idara ya vijana, ma area coordinators ambao wanashirikiana nao na vijana wote katika conference hii. Karibuni tuweze kukamilisha ratiba hii, na Mungu atubariki tunapoyagusa maisha ya wahitaji. Lakini pia katika maeneo yetu tuna wahitaji ambao wangetamani kuweza kupokea msaada. Tunapomaliza kwa ajili ya huyu, tunaweza pia tukawasaidia maeneo mbalimbali. Lengo na madhumuni ni kama Yesu alivyofanya, alikutana na mahitaji ya watu, na sisi pia tukutane na mahitaji yao ili wakutane na muumbaji waweze kuokolewa. Nimefurahi pia kukutana na rafiki yangu anaitwa Kurwa. Kurwa amekuwa msaada mkubwa akitusaidia kwa ajili ya kulinda eneo hili, lakini pia akitusaidia kuhifadhi materials ya ujenzi wa nyumba hii, na yeye ameahidi kwamba yuko tayari kwa ajili ya kubatizwa. Ninamwombea Kurwa, muda utakapofika atabatizwa yeye pamoja na familia yake. Kwa majina anaitwa Pastor Charles John Magaigwa, mchungaji wa mtaa wa Misungwi, mahali ambapo nyumba ya mhitaji wetu imejengwa. Ninapenda kuishukuru sana idara ya vijana kuona kuna hitaji kubwa la kugusa maisha ya mhitaji, na kwa hivyo tumemjengea nyumba eneo hili, na kwa hivyo tunawashukuru sana idara ya vijana, tunawashukuru sana viongozi wa idara, mkurugenzi, mazono coordinator na viongozi wote, lakini pia vijana kwa ujumla na makanisa kwa namna ambavyo wamejitoa kuhakikisha ya kwamba mhitaji huyu anapatiwa sehemu ya kuishi. Na hivyo nipende tukutoa wito
kwa vijana wote kujitoa kufanya kazi ya Mungu. Na kwa hivyo sisi kama mtaa wa Misungwi tumejipanga kwa ajili ya kuendelea kushirikiana na idara ya vijana kuhakikisha kwamba nyumba hii inakamilika, lakini pia na kugusa maisha ya wahitaji wengine. Mungu atubariki sana. Ninaitwa Grace Gaspar, Zonal Coordinator wa kanda ya Misungwi. Tuko katika eneo hili la nyumba ya mhitaji ambalo tulikuwa na programu ya matendo ya huruma. Kipindi cha mwezi wa 3 tukajitoa vijana wa jimbo kumjengea mhitaji huyu, na mpaka sasa hivi jinsi tunavyoliona hili jengo ndio limekamilika kwa namna hii, lakini kuna mahitaji yamebakia kwa ajili ya kukamilisha na kumkabidhi mhitaji huyu. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wale ambao bado hawajakamilisha magoli yao, tuzidi kutoa kwa ajili ya kukamilisha jengo hili la mhitaji, na Mungu awabariki. South Nyanza Conference imeendelea kupanga mikakati ikiwa ni hatua ya kufanikisha ujenzi wa ofisi za makao makuu ya Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania, Kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika hatua hiyo, katikati ya juma hili viongozi wa jimbo wamekutana na wachungaji jimboni humo ili kujadili namna ya kuhakikisha kuwa wanafikia malengo ya ukusanyaji wa sadaka ili kufanikisha ujenzi huo. Kwa majina nafahamika kama Ayubu Joseph Kurwa, ni mwenyekiti wa kamati ya ujenzi ya Union South Nyanza Conference, na leo tunamshukuru Mungu kwamba tumekuwa na kikao cha wachungaji wote wa South Nyanza Conference pamoja na kamati. Kuna mambo ya msingi ambayo tumeyazungumzia, lakini kikubwa ni namna ambavyo tunaweza tukakamilisha goli letu la milioni 577. Kwa kweli tumeweka mipango iliyo mizuri, maana goli hili tumeligawa katika kanda 7 na kisha katika makanisa. Na wito kwa washiriki ni mimi kama mwenyekiti wa South Nyanza Conference juu ya ujenzi. Wito wangu kwa washiriki ni kwamba jambo hili ni zuri na ofisi inayojengwa ni nzuri ya kisasa ambayo itakidhi mahitaji. Kwa hiyo wito wangu ni mmoja, kwamba washiriki waweze kulipokea kwa wito, kwa moyo mzuri, hatimaye kazi ya Bwana iweze kumalizika. Naye mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Erasto Zumbi, anasisitiza washiriki kupokea mpango huo kwa mikono miwili ili kuhakikisha kwamba Jimbo Kuu la Kaskazini mwa Tanzania linakuwa na ofisi bora. Na sisi South Nyanza Conference ni sehemu pia inayotengeneza mpango huo wa ujenzi wa ofisi za makao makuu. Tunawatia moyo, tumekuwa tukizungumza na wachungaji na tunawatia moyo washiriki katika South Nyanza Conference, tuendelee kupokea mpango huo, tushiriki kwa ajili ya sadaka zetu maalum ili ofisi zetu za makao makuu ya Union ziweze kukamilika. Je, ni upi mpango wa kufikia goli hilo? Hapa mkurugenzi wa idara ya wakili, amana na majengo katika jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Allen Elifuraha, anabainisha. Tunaamini ya kwamba kwa neema ya Mungu goli letu la milioni 577 litakamilika inapofika Disemba. Maana kila mwezi tumekubaliana tutakusanya kiasi fulani kinachopunguza sehemu ya goli letu. Tunawatia moyo washiriki wetu kulichukua ile positive. Tunamjengea Mungu ofisi yake, ofisi ya kazi. Wale waliofika Union watagundua ofisi yetu ile inahitaji kujengwa upya kabisa, maana ni ya miaka 1980. Walengwa hapa ni wachungaji ili kufikisha ujumbe kwa washiriki, na hapa mchungaji Zedekia Mwanura na mchungaji Emmanuel Innocent wanaeleza vile ambavyo wanakwenda kutekeleza mpango huo. Wale ambao tunawaendea wanapoona jinsi ambavyo taswira ya Mungu tunaiwakilisha kupitia majengo yetu, wanabarikiwa sana. Kwa hiyo kwa sadaka yako, kwa kujitoa kwako mtu mmoja mmoja na kanisa kwa ujumla, tujiandae kumjengea Bwana mahali pake kwenye utukufu. Kwa hiyo sisi kama wachungaji tumelipokea, tumelibeba na ni njozi njema. Kwa hiyo tunawaomba washiriki wetu ambao mnatupokea sisi wachungaji wenu, tutakapokuja na njozi hizi mzipokee. Na katika hatua za kubadili taswira, ujenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Buzuruga jijini Mwanza
unaendelea, huku wadau mbalimbali wakitakiwa kuendelea kutoa sadaka za hiari ili kufanikisha ujenzi huo. Wakizungumza, viongozi wanaosimamia ujenzi huo akiwemo fundi mkuu na wazee wa kanisa hilo wamebainisha kuwa tamanio lao ni kufanikisha ujenzi huo kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa, huku wakiomba kila mtu mwenye mapenzi mema na kazi ya Mungu kutoa sadaka yake. Kwa majina naitwa Mikaeli Aliliano Kaninka, ni fundi mkuu wa kanisa la Adventista wa Sabato Buzuruga. Toka tumeanza ujenzi huu tuna miaka kama 2 mbele. Baada ya kuanza ujenzi tulianza tukatoa hiyo starter base, tukajenga tofali, tukanyanyua hizo nguzo mpaka hatua hii sasa tulipofikia hapa. Tunafikia hatua ya kuweza kuwezeka kufunga paa, yani hapa juu, na kumaliza shughuli zingine ndogo ndogo ambazo zinaendelea hapo, kama vile finishing, kupiga plaster, kuweka hivyo vioo, kupaka rangi, kuweka tiles na vitu kama hivyo. Ndio hicho kilichobaki kwenye kazi yetu hii. Naitwa Nestori Fabian, ni miongoni mwa wazee wa kanisa 8 wa kanisa hili la Wasabato Buzuruga. Tunaendelea na ujenzi hapa kanisani kwetu Buzuruga, na jengo letu kama mnavyoliona limefika hatua hii, ambao tunategemea kabla ya makambi, ambao tunaanza makambi yetu tarehe 26 mwezi wa 7, tuwe tumewezeka eneo hili. Kwa hiyo wito wetu, tunamalizia eneo hili kwa ajili ya kumwaga zege. Baada ya hapo tutakuwa na taratibu kwa ajili ya kuwezeka. Wito wetu kwa washiriki wetu na jamii yote ya Waadventista wa Sabato na watu wengine wanaoshuhudia na kuona kupitia TV hii, tunaomba wito wenu kwa ajili ya kutoa michango yenu kwa ajili ya kumalizia ujenzi wetu wa kanisa. Mimi kwa jina naitwa Silvesta Masumbuko Mashaka, ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Buzuruga. Kama sisi mshiriki wa kanisa la Buzuruga, nafurahi sana kwa tunajenga ghorofa ambayo ni ya kisasa katika jiji la Mwanza kwa South Nyanza Conference. Katika kanisa letu la Buzuruga utakuwa mfano wa kuigwa. Pia tunatamani washiriki waendelee kutunga mkono na wadau mbalimbali ili kazi ya Bwana iweze kusonga mbele. Kwa majina mimi naitwa Magoti Herbert. Hapa kanisani ni katibu wa idara ya majengo, ambao ndio tunazamana kwa ajili ya kuweza kusimamia ujenzi ambao unaendelea hapa. Na leo hii nimepata nafasi kwa ajili ya kuongea na watu wote, na niko hapa kwa ajili ya kuweza kuhamasisha kwa wale wote wa madau wa maendeleo pamoja na ujenzi wa makanisa pamoja na vitu mbalimbali ambavyo vinatumiwa na kanisa letu kwa ajili ya maendeleo ya Injili. Na unaweza pia ukashirikiana na sisi kwa kuchangia kwa kupitia account number. Tuna account number ambao tulifungua maalum kwa ajili ya mradi huu unaoendelea na unaoonekana hapa, na benki ambayo tunatumia ni benki ya NMB, na namba za akaunti ni 32 91 00 25 93 8. Jina itakuja ni Ujenzi SDA Church Buzuruga. Naam, ukiwa unaendelea kufuatana nasi katika SNC Focus, huu ndio ule wakati wa SNC Focus sauti kiongozi. Tumekuwa katika kuhimiza mikutano inayoendelea ya Satellite Njombe Net Event, mahali ambapo kuna efforts za hadhara, lakini pia kuna vituo vya mikutano hiyo. Tunaendelea kuwaalika watu wahudhurie katika maeneo yao na vituo vyao. Alika marafiki, share ujumbe huo ili roho nyingi ziweze kumpokea Yesu katika majuma haya matatu ya mikutano ya Satellite. South Nyanza tunasema Mungu kiini cha kazi. Mungu wetu na atubariki sana. Hivi ndivyo tunafikia mwisho katika wasaa wa SNC Focus juma hili, ambapo tumeangazia matukio yaliyojiri katika juma zima hapa. Lakini kabla ya kumaliza habari zetu, hebu tujikumbushe tulioyapa kipaumbele juma hili.
Uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini umeendelea na ziara ya kutembelea mitaa mbalimbali ya kanisa la Waadventista wa Sabato jimboni humo, ambapo awamu hii ilikuwa ni mtaa wa Misungwi. South Nyanza Conference imeendelea kupanga mikakati ikiwa ni hatua ya kufanikisha ujenzi wa ofisi za makao makuu ya jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato. Na katika kubadili taswira, ujenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Buzuruga jijini Mwanza unaendelea, huku wadau mbalimbali wakitakiwa kuendelea kutoa sadaka za hiari ili kufanikisha ujenzi huo. Mtazamaji, sina la ziada katika wasaa huu wa SNC Focus. Kumbuka, kipindi hiki kinakujia muda na wakati kama huu. Endelea kufuatilia machapisho yetu tunayoyaweka katika kurasa zetu mbalimbali ikiwemo Facebook, YouTube, Instagram na TikTok. Hadi juma lijalo, mimi ni Hussein Karia.